Kitabu cha Hosea mlango wa 4 na mstari wa 6. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na hii inatupa tafsiri ya kwamba kumbe wale wanaowaangamiza watu wa Mungu ndio watu ambao wako na maarifa. Ukiona mtu ambaye amefungwa ama ukiwa umefungwa katika eneo fulani, ujue kwamba aliyekufunga ndiye ako na maarifa kukuliko, ndio ako na hekima kukuliko. Ndio maana kuna wakati Yesu anasema watu wa giza ama wafalme wa giza wako na hekima zaidi ya watu wa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukosefu wa hekima katika maisha yako huo unasababisha kifungo. Maana yule ambaye atatokea ako na hekima atakufunga wewe mwenyewe. Sasa sababu kubwa kwa nini utaona kwamba katika hatima ya watu utaona kwamba imejaa aina ya vifungo tofauti. Ukiingia katika ndoa, kwenye biashara, nini, kila hatua unaona kwamba kuna vizuizi viko. Ni kwa sababu kuna mtu aliangalia maisha yako, akaangalia hatima yako na akaifahamu. Ukisoma historia ya Yesu utaona kwamba kuna watu wanaitwa mamajuzi wa mashariki. Mamajuzi wa mashariki walikuwa na uwezo, wakiwa mbali wakaona nyota ya Yesu hata kabla hajazaliwa. Ndio maana utaona kwenye kile kitabu cha Hesabu mlango 24 na mstari wa 17, Balaamu anasema namuona ila sio karibu, namtazama ila, anasema namuona ila sio karibu, namtazama ila sio sasa hivi. Anasema nyota itatokea katika Yakobo. Balaamu alikuwa miaka mingi tu ama zaidi ya miaka mingi tu kabla ya Yesu kuzaliwa. Balaamu alikuwa ameshaona nyota ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona kwamba maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ukiona mtu anayekuangamiza ujue kwamba alisoma maisha yako hata kabla we mwenyewe hujayajua. Ndio maana akakufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwenye maisha haya tunaishi, unapata kwamba simba pamoja na kuwa ako na nguvu mingi sana, akiingia ndani ya maji hawezi akafua dafu kwa mamba, kwa maana simba amezoea kupigana katika nchi kavu. Hivyo hivyo shetani anakuanga na nguvu kubwa sana katika giza, maana ni mkuu wa giza. Na giza ni ukosefu wa ufahamu, pale ambapo hauna ufahamu. Ndio maana Waswahili wanasema jambo usilolijua ni usiku wa giza. Kile ambacho ukijui ndio huwa kinakaribishanga shetani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia maisha ya Hawa wakiwa katika bustani ya Edeni, utaona kwamba kilichofanya Hawa waondolewe katika bustani ya Edeni na wapate zile laana ambazo walizipata na Adamu ni kwa sababu ya ukosefu wa ufahamu ama wa maarifa. Kuna mazungumzo ambao alialau kuzungumza na shetani, ambaye shetani alikuwa na hekima kumliko, ambao yale mazungumzo hakutakiwa kuyaalau wazungumze. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana shetani, maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 ya kwamba na nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa pori. Shetani akaamua kuingia ndani ya nyoka ili atende kazi ama apate kusababisha laana kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shetani, ukumbuke alipomjia Yesu alimshinda kwa sababu alikuwa na neno. Ukiwa hauna neno, kwa maana neno la Mungu linakuanga na component mingi, linakuanga na uzima na linakuanga na nuru. Neno ndio inakuanga na uwezo wa kumulika, alafu shetani akakimbia, maana shetani amezoea kukaa mahali ambapo kuna giza. Maandiko yanasema kwamba neno la Bwana ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Na hii inatufundisha kwamba kuna mazungumzo ambayo haufai kuyaalau katika ndoa yako ama katika biashara yako, ama kuhusiana na ndoa yako ama biashara yako, kama unajua kabisa hauna hekima ya kutosha. Maana hao watu ambao wako na hekima ya kutosha ukauzia kwenye mahusiano, kama watatumika na shetani, wanaweza kufanya ndoa yako ikafunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikimalizia, kwa sababu imekuwa ni topic ndefu, alafu nitamalizia, ni kwamba
Yesu anasema na Petro anamwambia shetani amewaomba ili wapepete kama ngano. Lakini anamwambia Petro, nimekuombea wewe Petro ili ukiimarika uimarishe ndugu zako. Siku ile ambapo utajipata kwamba auombi, ujue kwamba shetani ataenda kuomba. Maana akina Petro walikuwa wamerelax wakati ule ambapo walikuwa mlimani wakalala. Sasa Yesu anakuja anamwambia Petro ya kwamba ujue shetani amewaomba, amewaitisha ili wapepete kama ngano. Maana wao wenyewe walishindwa kuomba. Kama kwenye maisha utafika wakati ikuwa umekosa nguvu ya kuomba, ujue kwamba shetani ataomba, na akiomba apewe majibu yako ama apewe kile ambacho anahitaji. Maana kazi ya shetani ni kuharibu, kuiba na kuua. Ujue kwamba ni bila shaka hao mambo yanaweza kukupata kwenye maisha yako. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unafaa kuomba kabla shetani hajaomba. Ukielewa kwamba shetani, maandiko yasema kwamba ni mshtaki wa ndugu kwenye kile kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 9. Lakini kila wakati akikushtaki kuna umuhimu wa kufuta kila staka zote, kulingana vile maandiko yamesema kwenye kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 14 ya kwamba akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kusai kwa hukumu zake, hati iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, alafu akaingogomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu kuna watu ambao unaweza kuwa hautatoka nje ukaonekana na mchawi wako ambaye anakuroga ama amekufunga, lakini ujue kwamba kila wakati unapigangwa picha, kwa hivyo umetoka nje kupitia kwa picha zako. Unajua, nimejifundisha kwamba kuna watu ambao wanaongopa kwenda mjini ili wasirogo na wachawi. Kumbe wale wachawi ndio wamewaroga ili wasiende kule ushago. Haleluya. Kuna umuhimu wa kujua kwamba kutoka nje ukaonekana na mchawi sio kutoka tu yani ukaonekana physically. Hata kwenye picha ambazo unapiga kwenye simu, kwa maana kila mtu ako na simu, inakutoa nje na unaonekana na mchawi wao kila wakati. Kwa hivyo issue hapa ni ujiunganishe na Yesu, ambaye Yesu atakupigania kila wakati. Kuna watu ambao wameishi maisha ya M system, maisha ya kupanda na kushuka, yaani leo uko juu, kesho uko chini. Pamoja na kuwa maandiko yanasema ya kwamba mwenye haki wa Mungu huanguka mara 7 akainuka tena, lakini haufai kuwa ati kila wakati maisha yako yako hivyo mpaka ukafa. Lazima ufike wakati uinuke na uamue kuinuka kabisa na Mungu akusaidie. Lakini pia nikimalizia ni kwamba unatakiwa kujua kwamba kama unataka utoke katika angano ya baba yako, angano za kale ambazo ulikuwa umeingia ndani yake, lazima uingie katika angano jipya ambao ni angano ya Yesu Kristo. Na hii itawezekana pale ambapo utaamua kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na nina imani ya kwamba mambo yatakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa niombe alafu nimalizie pale hiyo topic ambayo nilikuwa nimeanzisha, kwa sababu imekuwa ni topic ndefu. Nimefundisha kuhusiana na ukombozi, na nina imani ya kwamba umepata hekima ya kutosha ambao itakufanya ukombolewe. Hii topic nitakuwa na mwendelezo wake, lakini kwa kile ambacho nimefundisha, kama ukisikiliza kwa makini, na imani ya kwamba kuna vile ambavyo utasaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba utaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Mara nyingi huwa mimi ninafungua watu wakati ule ambapo nitawafundisha ukweli. Na Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu ni asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amenisikiliza kuanzia mwanzo hata mwisho. Lakini yule mtu ambaye amesikiliza kipindi chochote kile, na kuomba kwa jina la Yesu Kristo ukambariki na ukamjalie neema katika jina la Yesu Kristo, na kuomba Roho Mtakatifu wa Bwana ukatake over kuhusiana hii topic. Wacha Roho Mtakatifu kuwafundishe watu na ukapate kuwasaidia kwa kila jambo. Nimefanya kazi yako, na kuomba Roho Mtakatifu kachukulie kuanzia pale, kwa jina la Yesu, amen.